hawezi kuwa mchungaji. Mimi hapa nakwambia, ikiwa ni mchungaji ambaye hauna mamlaka, yani waumini wako wanatoka kanisani mwako wewe, wanaenda kwa manabii, wanaenda kununua mafuta, kisa ulishindwa kuondoa pepo mdogo tu, pepo wale wa kawaida, pepo maji, unashindwa kuondoa. Pepo anacharuka na payuka, lakini unashindwa kumuondoa. Wewe sio mchungaji. Acha kazi ya uchungaji, tafuta kwanza uso wa Bwana. Bwana kujaze kwanza na Roho Mtakatifu. Ukijazwa na Roho Mtakatifu, rudi sasa kwenye kazi ya Bwana. Watumishi wengi leo ambao walianzisha makanisa yao, hawakuanzisha kwa sababu Bwana aliwaambia. Wengi wao walianzisha kwa sababu waliona wameanza nao kupata kipato. Shalom mpendwa katika Kristo Yesu, na kusalimu mahali pale ulipo. Naitwa Mtume Mali ya Bwana, na leo ningependa kufundisha kitu ambacho nilikilenga zaidi kwa watumishi wa Mungu, wachungaji wetu wa Ukweli Church of Christ, lakini ningeomba kila mchungaji asikilize somo hili. Hata kwa ninyi ambao mnaojiita wachungaji na muelewe uchungaji ni nini, dunia nzima ielewe maana ya kuwa mchungaji ni nini. Katika siku hizi za mwisho, wachungaji wengi ambao wanaitwa wachungaji hawetu ni wachungaji kwa kuwa wanachunga. Wanaitwa wachungaji kwa kuwa watu wamezoeshwa kuwaita hivyo. Kwa hiyo namkuta mtu anaitwa mchungaji sio kwa sababu anachunga, bali ni kwa sababu wale ambao wamemzunguka wamezoeshwa hilo neno au hilo jina. Kwa hiyo unakuta watu wanamuita mchungaji, huyu ndiye mchungaji wangu, huyu ndiye mchungaji wangu. Lakini tukiwapima sasa kwa mujibu wa neno la Mungu, tunakuta hawaenei kwa mujibu wa neno, hawaenei katika sehemu ya uchungaji. Na tukitaka tujue mchungaji kwanza, lazima tuingie kwenye kitabu cha Yohana. Kitabu cha Yohana, ile sura yake ya 10. Na tutaanza kwenye aya yake ya 11. Biblia inasema, mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake. Unasikia? Tuishie kwanza hapo. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake. Ina maana gani? Kumbe mtu kuitwa mchungaji ni lazima awe na uwezo wa kuutoa uhai wake. Hilo neno kuutoa uhai wake sio kwamba anautoa kwa niaba yake. Kumbe yuko anautoa kwa niaba ya wengine. Sasa ipo hii roho ambayo inasumbua sana wachungaji vijana au wachungaji ambao hawajapewa ule moyo wa Kristo. Wao badala ya kutafuta uhai wa watu wengine, wao wanakuwa wanajitafuta. Kwa hiyo unakuta maombi yake yote yamemzunguka yeye zaidi. Anaweza akaombea wagonjwa, anaweza akahudumia watu, lakini halengi sana sasa hao watu nao. Yani hawezi akafunga ili hao watu nao wapokee kitu fulani. Yani anakuwa anajiombea yeye na aenee, akamilike, aenee katika sehemu yake ya uchungaji. Lakini pia haombei waumini nao wapate kuenea katika sehemu yao ya waumini. Unaweza kuwa mchungaji ambaye umeenea, lakini waumini ikiwa kwamba nao hawaenei, uchungaji wako unakuwa unaonekana kama vile ni bure. Huo ni udhaifu ambao ninauona sana wachungaji wengi vijana. Yani wao wana roho ya kujitafuta. Yani wanakuwa yani kuna roho inakuwa inasumbua, sijaenea, sijafika, nahitaji upako zaidi. Ndio maana hata leo hii nikichunguza vizuri, karibuni nchi nyingi sana za East Africa wanakuwa wanaenda Nigeria, Ghana, wapi, Uganda, kwa sababu wao kwa akili zao wanadhania kwamba wakienda huko kutafuta ule upako au kutafuta ile hekima ya undani ndo wataenea. Wanashindwa kuelewa kwamba wengi wa hawa mitume na manabii wa Nigeria wapi, wengi wao ni manabii wa uongo, wengi wao wanatumika na mizimu. Kwa hiyo wanakuwa wanatafuta ile, wao wana nia nzuri, wanakuwa wanatafuta kwa nia safi, wanakuwa wanatafuta kwamba waenee, wakamilike,
lakini kumbe wanakuwa wanajiingiza kwenye mashimo bure, wanakuwa wanajipoteza bure. Sasa tunawezaje kujua kweli kama hapa ambapo ninapatafuta pako sahihi? Cha kwanza, ndugu yangu, hawezi ukawa unatafuta nje wakati mazingira yako bado hujichunguza vizuri. Jambo la kwanza la kuangalia, angalia kwanza mazingira yako. Hapo katika mazingira yako wapo watu ambao wamekuzidi vitu vingi. Mwanipata vizuri? Hapa nilipo, wewe ambao unanisikiliza, wapo watu ambao wananisikiliza wamenizidi vingi. Nikisema kunizidi vingi, yani nasema kwa niaba ya kazi ya Bwana. Wapo ambao wananizidi unyenyekevu, wapo ambao wananizidi utiifu, wapo ambao wananizidi subira, wapo ambao wananizidi majaribu ambao wanayapitia, wapo ambao wananizidi upako, wapo watu ambao wanakuzidi hapo katika mazingira yako. Lakini kibaya ni ya kwamba kila mtu anatafuta nje na mazingira. Huo ni udhaifu. Unanipata? Sasa ili neno linasema kwamba mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya wengine. Sio kwa ajili ya wengine watu ambao labda aliwaokota tu njiani, hapana. Ni kwa ajili ya watu ambao kwanza wamekuzunguka. Tutaelewa kwa nini Yesu anaongea maneno haya. Sikia vizuri. Hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Kwa ajili ya kondoo. Unasikia? Hutoa uhai kwa ajili ya kondoo. Sasa kondoo ambaye ana maumivu ya kondoo ni yeye mchungaji wa kondoo mwenyewe. Kwa nini? Ambao amewahi kufuga wanaelewa hiki. Asili ya ufugaji, mtu huanza labda na mifugo yake 2-3. Baada ya miezi inakuwa mifugo 4-5. Baada ya miezi inakuwa ile mifugo, mtu wa nje hawezi akawa na uchungu kama wewe. Inakuwa ni vigumu sana kwa mtu wa nje kuwa na uchungu ambao wewe ulionao kwenye hiyo mifugo. Kwa sababu wewe ikiwa unakuta labda mbuzi imetumbukia kwenye shimo labda, au mbuzi labda imenyongwa na jirani, itakuumiza wewe zaidi. Kwa nini? Kwa sababu wewe ulimuona hiyo mbuzi kipindi bado ni mdogo, kipindi bado ananyonya. Hata kama hiyo mbuzi, ndio maana hata wafugaji wakati mbuzi labda anachinjwa, anapelekwa machinjoni, wengine wao waga wanalia. Kwa unakuta mbuzi wake amepelekwa machinjoni analia. Ng'ombe wake amepelekwa machinjoni analia. Kwa nini analia? Kwa sababu alimshuhudia bado ni mdogo. Alimshuhudia bado ni mdogo, bado ananyonya, alimshuhudia. Hili ni jambo la maana la kuelewa. Kumbe mchungaji kabisa ni yeye ambaye anafahamu waumini wake bado ni wadogo, bado ni wachanga, alikuwa nao. Yani alikuwa pale katika mazingira yote. Yani wakati mtu amezaliwa katika zizi la kondoo, huyo mtu anakuwa anahakikisha kwamba wale kondoo wadogo wale wanakuwa napata maziwa kutosha, wanakuwa hawawaonei na wengine wa kondoo wakubwa, wanakuwa wapigwa na wengine wa kondoo wakubwa. Kwa anakuwa yuko makini zaidi, wakati mwingine anakuwa yuko makini zaidi kuliko hata mama yake ya kondoo. Mwanipata vizuri? Yani anakuwa yuko makini zaidi kuliko hata mama yake ya kondoo, anakuwa yuko makini zaidi kuliko hata mzazi mwenyewe wa hiyo mbuzi au mzazi mwenyewe wa hiyo ng'ombe. Kwa nini? Kwa sababu yeye anajua faida ya baadaye. Yeye anaangalia faida ya baadaye, lakini pia anaangalia usalama wa biashara yake au usalama wa mifugo yake. Yamkini labda anategemea hiyo mifugo ndio ambayo itakuwa inamlisha. Labda anategemea hiyo mifugo ndio ambayo labda itamsaidia kununua kiwanja, labda kulipia ada za watoto. Jambo la maana la kuelewa ni kwamba hauwezi ukapenda kondoo ikiwa kama haukuanza nao. Ndio maana wachungaji wengi ambao wanasumbuka leo katika kazi ya Bwana ni wale ambao wamepewa kondoo na hawakuanza na kondoo pindi bado ni wadogo. Manipata vizuri? Na wengine wanapoona kondoo bado ni wadogo. Nikisema wadogo na maanisha ni ule utu uzima wa kiroho. Yaani tayari wanaelewa neno, au tayari wanajimudu, au tayari wanajiweza kwenye maombi, kwenye kufunga, tayari mwenyewe wanaweza kujichukulia maamuzi. Wanapoona waumini wako hivyo, yani wao wanaanza kutapikia yale madhaifu yao. Yani wanaona kama vile nyinyi wadhaifu, waamini gani nyinyi wadhaifu? Badala yeye kuwa mfano, badala yeye kuseti hayo maisha, yani kumwekea yule muumini hayo maisha mifungo, badala yeye kumwekea muumini hayo maisha ya kusoma neno, hatafanya hivyo. Kwa hiyo unakuta
hataweka siku za waumini kusoma neno. Kila siku fulani tutakuwa tunasoma neno. Hataweka siku ya waumini labda kuleta tu hoja zao. Leo ni siku ya waumini kuleta tu hoja zenu, nitaonana na waumini wote kiprivate. Hana hivyo vitu. Yaani hana huo muda. Yeye anakuwa anajitafuta. Roho ya kujitafuta ni kiashiria kwamba huyu mtu hana upendo. Nitawaambia kitu fulani. Mtu yote yule ambaye anajitafuta na hana upendo huaga afanikiwi. Ndio maana tunapata watumishi wengi ambao anafunga, anaomba lakini hatoboi. Na akitoboa, anatoboa kwa kiko hicho, anatoboa kwa kimoja. Vingine vyote hatoboi. Kwa nini hatoboi? Kwa sababu hana upendo. Biblia inasema kwamba hata kama nipewe hiki na hiki, hata kama nifanye hiki na hiki, hata kama nitoe mwili wangu, ikiwa kama sina upendo ndani yangu ni sawa sawa na bure. Hata ninene kwa lugha za malaika ni sawa sawa na bure. Kwa hiyo kumbe mtu ambaye ananena kwa lugha anafanya nini? Ikiwa kama amepungukiwa na upendo. Huo yani hivyo vipawa vinakuwa vimeenda sawa sawa na bure. Kwa upande wake yeye. Mnapata vizuri? Kwa upande wake yeye, kwa sababu mwisho wa siku hawezi kaurithi ufalme wa Mungu. Hata kama uliacha unafaidisha watu, hata kama watu waliokoka, again, watu wengi wakisikia hivi ndio anaingiliwa na roho ya uvivu, ndio unakuta anakuambia kwanza unaweza kuona nena kwa lugha kumbe na bado hauna upendo sawa sawa na bure. Hapana. Huyu mtu ambaye ananena kwa lugha, huyu mtu ambaye amehubiri, huyu mtu ambaye ameombea watu, sio kwamba watu wakujengwa, watu walijengwa. Lakini hilo andiko limeandikwa kwa niaba yake sasa yeye binafsi. Kwa niaba yake yeye hakuna faida kwa sababu hakufanya katika upendo. Kwa hiyo tunahimizwa na Bwana tutamani karama za rohoni, tutamani vipawa, tutamani kujazwa na Roho Mtakatifu, kwa maana hiyo ndio muhuri wa kuingia katika ufalme wa Mungu, bila kusahau upendo. Yaani upendo ndio utasababisha hivi vipawa vitumike kwa ubora na kwa undani zaidi. Mwanipata vizuri? Kwa hiyo wachungaji wengi leo hii wanajitafuta. Wachungaji wengi wanatafuta kumpendeza mtume wao, kumpendeza askofu wao. Wanashindwa kuelewa kwamba hata kama umpendeze mtume, hata kama umpendeza askofu, hawa ambao wamekuzunguka, maadamu wanakosa sasa ile chakula cha kukua, ni sawa sawa na bure. Utakuta mbele za Mungu hakujui tena. Kanisa limebebwa na waumini, wewe haujui. Kumbe kanisa linabebwa na nani? Na waumini. Sasa kazi za mchungaji, ningeomba tumalize hapa, alafu nitakutajia kazi za mchungaji kadri na jinsi Roho Mtakatifu alivyonifundisha ndani ya mwaka huu. Twende. Mtu wa mshahara wala si mchungaji. Nasikia? Ambaye kondoo si mali yake. Humuona mbwa mwitu anakuja akawaacha kondoo na kukimbia. Kumbe mtu wa mshahara yeye sio mchungaji. Yani kwa mujibu wa Kristo, mtu ambaye analipwa kwa niaba ya kuchunga kondoo, yani mtu ambaye anachunga kondoo ili awe anapata fedha, huyo sio mchungaji. Mnanipata vizuri? Kumbe hauwezi kuwa mchungaji wakati unalipwa pesa. Hauwezi kuwa mchungaji wakati yani unafanya kwa niaba ya wewe kulipwa. Yani ikiwa sitachunga basi sitakula. Wewe sio mchungaji. Mchungaji anachunga kwa bure kwa kuwa na upendo kwa huyo kondoo. Ujiulize leo, mchungaji ambaye unanisikiliza, je, unafanya kazi ya Mungu kwa nini? Kwa sababu unalipwa au kwa sababu? Kwa mujibu wa Kristo. Ndio maana hapa niko makini sana na kufundisha, kwa sababu watu wengi wanakuwa wanakimbilia barua za Paulo, barua za Petro, barua za nini? Kwa sababu wa Paulo na wakina Petro wakati mwingine waliandika kwa niaba ya madhaifu ya wanadamu. Ila Bwana Yesu yeye aliandika kavu. Yaani Bwana Yesu yeye, au tuseme yeye alihubiri kavu. Yaani yeye hakuangalia udhaifu, hakuangalia nini. Na ndio maana unakuta mara nyingi anakuambia vitu ambavyo ukivifikiria unasema mbona hicho kitu ni kigumu sana. Hata mitume walikuwa wanastuka. Wanasema mbona Yesu hapo umeongea kitu kigumu sana, lakini anawaambia kinawezekana kwa Mungu. Kwa hiyo kwa mujibu wa Kristo, mchungaji anayelipwa sio mchungaji. Lakini tena kwa mujibu wa Kristo, Biblia inasema kwamba mfanyakazi anastahili posho yake. Yaani ile kuonyesha kwamba kumbe mwisho wa siku posho litakuja maadamu mtu yuko mwaminifu. Tena anaahidi, Bwana Yesu mwenyewe anasema kwamba tafuteni kwanza ufalme wa Mungu, nayo yote mtazidishiwa baadaye. Nayo yote mtazidishiwa. Kumbe kuzidishiwa sitaki niseme ni lazima. Kuzidishiwa ni ahadi kutoka kwa Bwana. Lakini cha kwanza ni ule ufalme wa Mungu. Sasa tafuteni, yani sio wewe tu unatafuta. Huko unatafutia pia wale ambao wamekuzunguka. Kazi za mchungaji. Katika siku hizi za mwisho zipo sehemu kadhaa ambazo shetani anazionea sana. Sehemu ya kwanza ni wakina mama zetu. Wakina mama, wakina dada zetu. Hao ni watu ambao shetani anawawinda sana. Jambo la kwanza, mimi nakwambia 90%
ya wanawake ambao mimi nimewahi kuwahudumia. Karibuni wote, hasa wanawake wa Kiafrika, wamefungwa tumbo. Karibuni wote. Mimi nilipewa kipawa na Bwana cha kupima tumbo. Yaani ukipima tumbo unakuta tumbo mmewekwa vitu fulani. Tumbo labda imefungwa hivi au walijaribu kufunga tumbo. Yaani kwa nini ni hivyo? Kwa nini ni Afrika tu? Yaani kwa nini wanawake mara nyingi ni Waafrika ndio ambao au ndio maana utakuta pia wengi wao wanakuwa unakuta akiombewa anatapika. Kwa nini tumbo zimefungwa? Kwa sasa hivi ni lazima kwa mchungaji kuwa anatenga siku kuwaombea wajawazito. Yaani lazima wiki kwa wiki wajawazito, wakina mama, wakina dada, hata wale ambao bado labda wameolewa. Tumbo za wadada wengi zimefungwa. Yaani unakuta katoto kana miaka 10 na kidogo tayari kamefungwa tumbo. Kameolewa labda na miaka 17, 18, 19 tayari kamefungwa tumbo. Kameenda miaka mingine 4, 5 kanasumbuliwa na utasa. Kwa nini? Kwa sababu kalifungwa tumbo kitambo sana. Kwa hivyo ni vitu ambavyo mchungaji ni lazima awe ana uwezo wa kuvitatua. Lazima uwe na uwezo wa kuweka wakina mama, wakina dada, kuwakusanya na kuwaombea kila wiki bila kupitisha siku. Sio kwamba siku ya ibada tu, hapana. Wanahitaji siku yao maalum, siku ya wakina mama, siku ya wakina dada kufanyiwa maombi kwa niaba ya, kwa sababu hilo tumbo hilo, kwa nini shetani analitesa sana? Shetani analitesa kwa sababu kazi kubwa sasa hivi au sababu kubwa ya ndoa nyingi kuharibika pia ni tumbo hilo. Manipata vizuri? Kwa hiyo niwaambie kitu. Tuseme mwanamke amezaa mtoto wa kwanza mlemavu, mtoto wa pili mlemavu, mtoto wa tatu mlemavu. Unajua unafahamu kitu gani kitatokea kwa hiyo familia? Familia itaanza kuleta fujo kwa nani? Kwa mwanamke. Manipata? Mwanamke anazaa watoto walemavu. Mwanamke anazaa watoto ambao unaona hawataangalia kwamba labda pia ni familia yenyewe imefungwa. Hawataangalia hivyo. Lakini tumbo nyingi zimefungwa. Tumbo za kina dada wengi zimefungwa. Tumbo za kina mama wengi zimefungwa. Wanahitaji siku maalum. Kusanyeni wakina mama, kusanyeni wakina dada, wafanywe maombi. Haleluya. Wafanywe maombi. Hivi ni kitu lazima. Shetani halali, wachawi hawalali. Na siku hizi kuna mifumo hata mingine, hao wakina mama wa maombi wanakuwa wanafunga wakina mama wengi sana. Kwa unakuta wanaandaa siku yao maalumu, wanachukua mafuta wanampaka tumboni hivi na hivi, kumbe wako wanamfunga. Lakini kwa mtumishi wa Mungu hauhitaji hayo yote mambo eti lazima mpake mafuta nini. Labda muombe mafuta mwenyewe labda aende kujipaka, lakini wewe unahitaji kumuombea. Ile kuombea kuamuru hilo tumbo, yote yale ambayo yamewekwa kwenye ndani ya hilo tumbo yaondolewe, asipate nafasi. Nguvu zote za utasa, nguvu za kuharibu mimba, nguvu za kuharibu watoto isipate nafasi. Hiyo ndio kazi kuu ya mchungaji. Lakini kabla sijaendelea, ningetaka kwanza nigusie hiki kitu. Mchungaji ni lazima awe na mamlaka ya kuondoa pepo. Ukijikuta wewe ni mchungaji ambaye hauna mamlaka ya kuondoa pepo, wewe sio mchungaji. Kaa chini. Acha hiyo title. Hapa naongelea mchungaji, mzee wa kanisa, mwinjilisti. Kila title lazima hao watu wawe na mamlaka ya kuondoa pepo. Kwa nini ni lazima? Ni kwa sababu kuondoa pepo ndo neema pekee ambayo kwenye Biblia haijaita karama. Yaani kuondoa pepo ni kibali. Unanipata vizuri? Kuondoa pepo ni kibali, ni mamlaka yani. Sio eti kwamba ni karama, ni mamlaka. Ni mamlaka ambayo yanapewa mtu ambaye amepewa kazi. Unanipata vizuri? Yaani ni kusema hivi, ikiwa wewe umepewa kazi ya kuchunga kondoo, alafu unaenda huko hauna fimbo, kitu kinaeleweka? Yaani haujapewa pia fimbo ya kutumia ili kuchunga hiyo kondoo au kuchunga hao kondoo. Hicho kitu kinaeleweka? Jibu ni hapana. Kwa hiyo kumbe fimbo ndo ile silaha au ndo ile mamlaka. Yaani hata ng'ombe ukimstukizia hivi na fimbo ni mkubwa kuliko wewe, lakini akiona ile fimbo unakuta anageuka, anaendelea. Kwa nini? Kwa sababu ile fimbo ndo mamlaka. Hawezi kuwa mchungaji. Mimi hapa nakwambia, ikiwa ni mchungaji ambaye hauna mamlaka, yani waumini wako wako natoka kanisani mwako wewe, wanaenda kwa manabii, wanaenda kununua mafuta, kisa ulishindwa kuondoa pepo mdogo tu, pepo wa kawaida, wewe ulishindwa kumuondoa. Sawa, inawezekana labda kuna pepo wengine ni wagumu kuondoa, wanahitaji muda, lakini kuna
pepo wale wa kawaida, pepo maji, unashindwa kuondoa. Pepo anacharuka na payuka, lakini unashindwa kumuondoa. Wewe sio mchungaji. Acha kazi ya uchungaji, tafuta kwanza uso wa Bwana. Bwana kujaze kwanza na Roho Mtakatifu. Ukijazwa na Roho Mtakatifu, rudi sasa kwenye kazi ya Bwana. Kwa vitu vingi ambavyo nitaenda kuvigusia hapa ni vitu ambavyo vinalenga wale ambao kabisa yamkini labda wamepewa tayari mamlaka, lakini wanashindwa kuelewa. Mazifu mengine sasa hivi ambayo ninaona wachungaji wengi sana wanataka mitandao. Nina sababu ya kugusia hapa. Kwa nini mitandao ina madhara? Unajua watu wengi leo ukijaribu kuelezea habari za mitandao, wao wanadhani ya kwamba unaonea wivu. Unataka wewe ndio uonekane, hautaki wengine waonekane. Shida sio hiyo. Hata kama uonekane hakuna shida. Shida ni hii. Wewe unachunga kondoo, tuseme labda mimi nachunga kondoo hapa Ewasiri. Mwingine anachunga kondoo Chicago. Okay. Wa Chicago anaanza kuingia mitandaoni. Ni mchungaji lakini anaanza kuingia mitandaoni. Muda wa ibada anapigiwa simu na muumini labda wa huko, labda na mtu wa huko Ewasiri. Tutafanyaje sasa? Huyo mchungaji atashindwa kuingia ibadani ili ahudumie. Yaani kwa hiyo unajikuta mchungaji mmoja ameanza kuwa na mioyo hiyo miwili. Amekuwa na moyo wa kuhudumia watu wa Ewasiri, kuhudumia watu wa Chicago. Hayo ndio madhara ya mitandao. Yaani mitandao ni heri mtu labda ni mwinjilisti, mtume, nini. Lakini kwa mchungaji, yani lazima awe na uwezo wa kuwa na kiasi, lazima awe na uwezo wa kupima. Mimi kwanza, wale ambao wamenizunguka hapa, wale ambao wamenizunguka, ambao wamenizunguka kwa sasa hivi, ninaweza nikawasaidiaje? Maadamu hawezi kuwasaidia vizuri, wale ambao wamekuzunguka ni sawa sawa na bure. Au maadamu hauna kanuni juu ya wale ambao wamekuzunguka ni sawa sawa na bure. Kwa hiyo mitandao hata kama inavutia watu kweli, shida ni ya kwamba mitandao mingi sana hata ilete watu wengi inakuwa inavunja utaratibu. Ngoja nikwambie kitu. Huu mfano unaotoga sana hata kwa vijana. Naambiaga hivi. Okay, tuseme kwa mfano umeanzisha labda channel ya YouTube. Au umeanzisha labda mtandao wote ule. Labda umeenda labda wapi huko, mtandao yote ile. Huko umepata watu. Unalipata? Sisi huku tunakuhesabu wewe bado ni mwanafunzi. Wewe kule watu wameanza kukuhesabu wewe ndio mwalimu wao. Ghafla unaanza kuona makomenti. Mtumishi, tunawezaje kutuma zaka? Unatuma. Okay, baada ya mwaka unakuta wewe hela ambayo unaipokea kupitia zaka, sadaka, imepita hata hela ya kanisa. Kanisa lijui. Swali kwako sasa. Unadhania kwamba utakuwa na moyo ule ule wa heshima? Hapo ndo ambapo watu wengi wanafeli. Watumishi wengi leo ambao walianzisha makanisa yao, hawakuanzisha kwa sababu Bwana aliwaambia. Wengi wao walianzisha kwa sababu waliona wameanza nao kupata kipato kupitia kuhubiri kwao. Kwa hiyo wakaanza kufanya hesabu, wakaona mbona mimi ninabarikiwa zaidi kuliko makao makuu? Unanipata? Wakashindwa kuelewa kumbe shetani naye anaweza akakuinua ili akuongezee kiburi. Shetani naye anaweza akakuinua ili akuongezee kiburi. Hii ni shida. Hii kitu kinaangamiza wachungaji wengi. Yaani mchungaji kazi yake ni kuchunga kondoo, sio kuanzisha makanisa. Nakumbuka mwaka juzi kuna mchungaji ambaye alitoka kwenye kanisa akaanzisha kanisa la kiujanja, akatumia mtoto wake kuanzisha kanisa. Sasa watu wengi walimpongeza, ila mimi nikaletewa maono usiku, nikaonyesha sababu za yule mchungaji kufanya kile kitu. Baadhi ya sababu ilikuwa pia kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya pesa. Baada ya muda nilikuja kuelewa, okay, ndio kinaeleweka sasa kwa nini wachunga hazina ni familia yake. Kwa hiyo akakusanya familia yake ndio ikasimamia kanisa. Kanisa ni mchungaji maarufu Tanzania. Yaani kanisa ndio linasimamia, familia ndio inasimamia zaka, familia ndio inasimamia. Kwa hiyo akatengeneza system. Lakini watu huko bado wanaenda kule wakiona upako, wakiona nini? Hayo ndio madhara sasa hivi ya wachungaji wengi. Yaani wachungaji wako wanaingiliwa na kiburi. Mitandao iko inasababisha wachungaji waingiliwe na kiburi.
Utakuta hata kama amepewa kibali cha kufundisha, amepewa kibali cha kuonya, bado haridhiki. Kwa nini? Kwa sababu tayari naye anaingiza pesa ya kutosha ambayo inaweza kamudu. Haleluya. Kazi nyingine kubwa ya mchungaji ni lazima mchungaji awe na uwezo wa kuwatembelea watu. Ni lazima mchungaji awe na uwezo wa kuwatembelea watu. Anaposikia tu muumini fulani anapitia kitu fulani, muumini alifukuzwa kazi, muumini alifanya, awe na uwezo wa kumtembelea automatically. Kuna nini? Kuke kitu gani? Hivi na hivi, kitu gani kimetokea? Lazima. Jambo la pili au jambo la tatu, lazima awe na uwezo wa kuelewa kazi ya kila muumini. Lazima kila muumini pia awe radhi kumwambia mchungaji wake anafanya kazi gani. Makini sana na muumini ambaye anakuficha kazi yake. Hao waumini wengine wao wanakuwa ni wajanja, wengine ni waongo. Ninafahamu kuna wengine waumini wanakuwa wanaficha kazi zao, wanahofia labda mchungaji wao anaweza kaingiliwa na tamaa, labda mchungaji wao kaanza kuwa treat tofauti, yani kwa pendelea. Inatokea na inawezekana. Ndio maana ni lazima mchungaji naye awe na uwezo wa kumchukulia kila muumini kuwa sawa sawa. Hata kama huyu anatumia hela nyingi, au hata kama huyu anatoa sadaka nyingi, wote bado ni waumini. Wote bado wako sawa sawa. Wanipata vizuri? Hili ni jambo la maana la kila mchungaji kuwa nalo. Ukijifunza kupendelea. Mimi nafahamu wachungaji ambao yani unakuta mchungaji anapendelea mtu fulani. Huyu ndio mama ambaye alinisaidia hiki na hiki na hiki na hiki. Mungu alinisaidia sana, sikupewe moyo. Haijalishi umetoa milioni 10, milioni 50, milioni ngapi. Maadamu wewe ni muumini, wewe naye ni muumini, nitakuonyesha upendo ule ule ambao naonyesha wengine. Sitaongezea upendo kwako kisa wewe ndio unatoaga sadaka nyingi. Hapana. Nashukuru Bwana ananipa moyo huo. Lakini watu wengi sana wanasumbulana hiyo roho. Yaani watu wengi wanadhani kwamba yule anayetoa sadaka ndo anastahili nini hapa? Heshima zaidi. Lakini ngoja nikwambie kitu. Yupo mtu anaweza kuwa anatoa sadaka kila siku, lakini hauaga kuombea. Yupo mtu ambaye hauaga anatoa sadaka kila siku, lakini huaga hajishughulishi kwenye mifungo. Na ndio maana maagent wengi ambao wanaharibu makanisa mengi ni watu ambao wanatoa masadaka, lakini siku za mifungo hawaonekani. Siku za ibada hawaonekani. Kwa nini? Ni kwa sababu wao hawajali kabisa. Hawajali kabisa eti na kanisa liendeleaje. Wao wanajali tu na kuteka kwanza moyo wako. Wakuteke moyo. Wengine tamani hata kama siku moja aje amepiga Lucky Lumini, aje amepiga Lucky Lusenglet kanisani, ukimuona hata kama somo ulikuwa umeandaa jinsi ya kuvaa kama Mkristo wa kweli, hata kama ulikuwa umeandaa hilo somo, ukimuona pale, ndugu zangu, somo la leo unabadilisha somo. Somo la leo tutaongelea kuhusu upendo. Tuwe na uwezo wa kuvumiliana. Hata kama fulani unakuta umebadilisha somo. Kwa nini? Unahofia kumkwaza yule ambaye anatoa milioni 10 kila mwezi. Haleluya. Jambo la 4, ni lazima mchungaji awe na uwezo wa kufundisha. Kufundisha sasa, naona hii ni sehemu ambayo watu wengi wanashindwa kuelewa. Kufundisha sio kuchukua Biblia, kuipekua na kuielewesha. Hapana. Kufundisha ni kuelewesha Biblia kadiri na maisha yako wewe. Haleluya. Ndio maana unaitwa mchungaji. Yaani uchungaji ni haleluya, ni maisha yako wewe. Yaani pekua Biblia, fundisha upendo. Haleluya. Gusia wewe sasa kama mchungaji. Biblia inasema kwamba niigeni mimi kama ninavyomuiga Kristo. Watu wengi ambao wanasumbuka na kufundisha ni watu ambao hawayaishi yale ambao wanayafundisha. Watu ambao ni rahisi kwetu tukiwasikiliza, tayari tumejengwa nao, waga ni wale ambao wanayaishi yale ambao wanayafundisha. Kwa nini hivyo? Ni kwa sababu, mpendwa, Mungu alivyomuumba mwanadamu, halimpa moyo wa kutafuta kitu original. Mtu ambaye anakuhubiria kitu ambacho hakipitii, huyo mtu waga tuna uwezo wa kusense huyu mtu ni muongo. Ndio maana leo tuna vichungaji vingi vya uongo ambavyo vinadanganya watu kwamba eti mimi nimeitwa kufundisha ndoa. Kwa nini? Kwa sababu yeye kila siku hicho kichungaji yamkini kinapitia majaribu ya ndoa.
Yamkini anapitia majaribu. Unakuta mwingine, mimi nimefundisha nimeitwa kufundisha uchumi. Ni kwa sababu kila siku akili yake imetawaliwa na uchumi. Ndio maana nakuta ana uwezo wa kuelewesha vizuri mambo ya uchumi, mambo ya kifedha, kwa sababu mwenyewe akili yake nzima ni mambo ya kichumi, ni mambo ya kifedha. Sasa mchungaji ni nani? Mchungaji ni mtu ambaye aliitwa kufundisha kazi ya Mungu kwa mujibu wa maisha. Hapo ndo ambapo watu wengi wanachanganya Ukristo. Ukristo sio Yesu alifanya hiki na hiki, hapana. Ukristo ni kwa kuwa Yesu alifanya hivi na hivi, mimi naye nitakuwa ninafanya. Sio mimi naye hapana. Nitakuwa ninafanya. Kumbe ni jambo la kila siku. Ukristo ni maisha yako, ni kuishi kwako. Kula, kunywa, kulala na kuamka. Huo ni Ukristo. Maadamu uko kwenye simu, uko unaangalia kitu ambacho Kristo asingaliangalia leo, wewe unakana Ukristo hapo ulipo. Sasa hivi unaweza ukasikiliza somo, lakini baadaye ukasikia kuna kombe la taifa linakuja huko. Ukaacha somo, ukaanza kufuatilia mechi itakuwa siku gani, hivi na hivi. Yaani akili yako inaanza kutawaliwa na kombe la taifa badala ya kutawaliwa na nini? Na kazi ya Bwana. Munifuate vizuri. Ukristo ni maisha yako wewe, mchungaji. Fundisha watu jinsi wewe unavyoishi maisha utakatifu kiusahihi kwa mujibu wa Biblia kupitia neno la Bwana. Maadamu unafundisha vitu ambavyo haviendani na wewe sio mchungaji. Mchungaji ni ambaye anayaishi maisha ya Kristo. Huyo ndiye mchungaji. Kwa maana Roho wa Kristo yu ndani yake. Na ikiwa kama Kristo ndiye mchungaji pekee, basi ule uchungaji wake umeama ndani yako. Haleluya. Haleluya. Basi tuingie kwenye Biblia. Watu sijui akasema nimeongea mengi lakini sikuleta maandiko. Tusome hapo. Tusome kwenye kitabu cha 17 kitabu cha Yohana. Biblia inasema kwamba wala si hao tu ninaowaombea, lakini na wale watakao niamini kwa sababu ya neno lao. Wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Kama jinsi nilivyo ndani yako. Kumbe kazi ya mchungaji ni kuwageuza waumini wawe ndani yake yeye, wawe katika maisha yake yeye, katika kuongea kwake yeye, katika kuvaa kwake yeye, katika kuongea kwake yeye, katika kuishi kwake yeye, katika ndoa yake yeye, kama jinsi alivyooa yeye, kama jinsi anavyoishi yeye na mke wake, kama jinsi anavyolea yeye watoto wake. Huyo ndiye mchungaji. Ndio maana hata kama hatuhubirie habari za kumchunga mke, habari za mke, ikiwa mwenyewe anampiga mke wake, tunakuwa tunadharau maneno yake. Kwa nini? Kwa sababu hayaishi. Yaani hatulazimishi sisi. Mchungaji awe na uwezo wa kulazimisha mtu kukaa ndani yake. Unakaa ndani ya mchungaji wako. Kaa ndani ya mchungaji wako. Haleluya. Nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Bwana Yesu asifiwe. Kama Kristo alivyo mmoja na Baba. Kama Kristo alivyo mmoja na Baba. Kwa maana utimilifu wote wa Baba, utimilifu wote wa uungu umo ndani ya Kristo. Ndivyo jinsi pia muumini utimilifu wote wa mchungaji wake unapaswa uwe pia ndani yake yeye. Haleluya. Kwa maana huyu mchungaji ndiye ambaye anamwakilisha Kristo hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio kazi maalum ya mchungaji. Kwa mchungaji ambaye bado yeye ndo anajitafuta, wiki kwa wiki yeye ndo anajitafuta, huyu bado sio mchungaji, au huyu bado ni mwanafunzi. Mchungaji hajitafuti. Mchungaji anayaishi maisha ambayo yeye aliyatafuta kwa muda, na sasa hivi hayatafuti tena. Sasa hivi anayaishi yale ambayo aliyatafuta. Maadamu unajikuta wewe bado unatafuta maisha ya kiroho, upako zaidi, neema zaidi, ujue wewe sio mchungaji. Wewe bado unatafuta uchungaji. Twende kwenye kitabu cha Luka hapa. Luka sura 9. Biblia inasema akawaita wale 12, akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi.
akawapa uwezo na mamlaka. Sio eti akawapa karama, aliwapa uwezo. Vaeni silaha zote za Mungu. Kitabu cha Efeso sura 6. Silaha za Mungu. Hawezi ukachunga kondoo na hauna silaha za Mungu. Yamkini unaweza kuwa una uwezo wa kuondoa pepo, lakini hauna macho ya kuona. Mungu akukuletea wakina mama au binti humo au kijana ambaye yeye anaona. Haleluya. Ukiwa unabeba neno ndani yako, utakuwa na uwezo wa kupambanua maono, kupambanua ujumbe, unakuwa na uwezo wa kusaidia watu. Hata kama uoni, unakuta kanisa bado limebeba maono, limebeba unabii. Kwa nini? Kwa sababu wewe unaishi maisha sahihi ya utakatifu. Haleluya. Jambo la 5, lazima mchungaji awe na uwezo wa kutokuhusisha mambo yake binafsi na kazi ya Bwana. Kwa nini nasema hivyo? Maadamu unajikuta kwamba wewe unabebana na mtu nje, alafu yale mabebano ndo yanakuwa kila siku ndo mashambulizi, huo sio uchungaji. Kwa nini? Utajikuta sasa unaanza hata kuaibisha waumini kanisani. Wewe una bifu na muumini, kuliko mchukue mweke chini kama mchungaji, wewe unaanza, yani mahubiri yanaweza kuwa yanalenga huyo muumini, mahubiri ya huyo muumini, mahubiri ya muumini, huo pia sio uchungaji. Haleluya. Kuna njia ya kuweka waumini chini, ndio ukawakemea wote, sawa. Lakini kuna ile swala mwingine sasa, mtu anaficha. Yani anaficha, hataki kuweka wazi. Yeye anaficha. Ni bora aendelee kuchana. Wanabebana lakini watu wa nje mbona kama vile hawaelewani. Huyo anakuwa anabebana na muumini. Hicho kitu kinakuwa kinaharibu mafundisho. Kinakuwa kinaharibu muumini au mchungaji asio na uwezo wa kumlea muumini vizuri. Hivi wewe unaweza kuwa na bifu na kondoo yako. Hiki ndio kikondoo ambacho waga kinanisumbua. Mwisho wa siku utakichinja. Unaweza kuwa na bifu na mbuzi yako. Hii ndio mbuzi ambao waga inaniharibia. Mgeni akifika waga haijiheshimu. Mwisho wa siku utafanya nini? Utaichinja hiyo kondoo. Haleluya. Kwa hiyo uwe na uwezo wa kujua kwamba huyu sasa hivi sio tena wa kwangu. Huyu sasa hivi amekuwa na imani zingine. Uwe na uwezo wa kutenga watu. Maadamu hauna uwezo wa kutenga watu, au maadamu hauna uwezo wa kumtoa mtu kabisa, kwa sababu Biblia inatoa kibali sahihi, kibali kikubwa cha kumtenga mtu maadamu haishi katika maisha au mwenendo wa utakatifu. Ukishindwa, utajikuta umeanza kubebana na waumini bila kuchukua maamuzi. Na mwisho wa siku kitakachozani ya kwamba utatupwa jehanamu, na waumini wote ambao pia wamekukataa, ambao wamekataa mafundisho ya kweli ambayo ulikuwa umewaletea, nao pia watatupwa jehanamu. Kwa unakuta wewe moyo wako mgumu na wao moyo wao mgumu, mbele za Bwana anahesabu kuwa ni kitu kimoja. Haleluya. Jina Bwana libarikiwe sana mpendwa katika Kristo. Naitwa mtume Malia Bwana. Nimeitwa na Bwana Yesu kwa niaba ya kufundisha, yani mafundisho ambayo nimepewa na Bwana Yesu Kristo wa Nazareti. Kuna mambo mengine ambayo yamkini naweza nikataka nigusie zaidi. Ukiwa na maswali, ujisikie huru. Acha komenti na Mungu akubariki sana. Amina.